Mwalimu mkuu naitwa. Mheshimiwa Kaimu Sheikh, sasa nichukue fursa hii kumkaribisha makamu mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Askofu Paul Bendera aweze kutoa neno lake, lakini moja kwa moja akishamaliza makamu mwenyekiti kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam akishamaliza moja kwa moja amkaribishe Mike yeye moja kwa moja kwa Sheikh wa wilaya Ilala kwa ajili ya kumkaribisha Kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini Mheshimiwa Kaimu Sheikh, tunao pia makatibu wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam. Kuna Ustazi Sabaha Makusi yuko pale kwa ajili ya tukio hili muhimu. Makamu mwenyekiti, karibu. Mheshimiwa Kaimu Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa kamati yetu ya amani mkoa wa Dar es Salaam, mwakilishi wa mkuu wetu wa wilaya, diwani wetu wa kata yetu ya Kariakoo Mheshimiwa Haji Manala, mama yetu ambaye ndiye aliyetufungulia hii shughuli kwa mawaidha mazuri, diwani pia na viongozi wengine ambao ni madiwani na viongozi wa mashehe wetu na mashehe wakuu wa wilaya, kiongozi wetu shehe wa wilaya hii hapa na shehe wa Kigamboni, lakini nimeongozana na baba askofu hapa ni rafiki yangu anaitwa naye ni mjumbe wa kamati yako ya amani, anaitwa Brown Paulos Kapiz, ni askofu mkuu na yeye. Lakini pia nimeongozana na baba askofu anaitwa Franki Kakobin Mwanginde, yeye pia ni moja ya walimu katika chuo chetu cha Biblia kanisani kwetu. Huyu ni askofu mkuu pia. Baada ya kusema hayo, kwa kweli nizungumze maneno matatu. Jambo la kwanza ni kukupongeza Mheshimiwa Kaimu Shehe wa mkoa, kukupongeza kwa kazi uliyoipata kutoka katika baraza la ulama kwa idhini ya mufti mkuu wa Tanzania mzee wetu Zuberi. Lakini pia ninakupongeza kwa kazi uliyoianza. Kazi uliyoianza ni kazi ambayo kwa kweli ni wachache wanaoweza kuanza kwa kazi hii uliyoifanya. Sisi tumekuja tukifikiri tunakutana na mawaziri, tunakutana na wakuu wa mikoa na matajiri ili tule vyakula na tupate bahasha, lakini wewe umeanza na watu wa chini kabisa. Hili jambo viongozi wa dini ni wachache wanaoweza kuanza na kazi hii. Tunakupongeza sana sisi kama viongozi wa dini. Umeanza kazi ya huruma, umeanza kazi ya kuonyesha ubora wako wa ushehe wako. Kazi uliyoianza ni kazi ya kuonyesha wito wako, una wito haswa na watu wa chini. Hiki kitu ninakiona kwa marais wetu waliopita wakijitambulisha kwamba wao ni marais wa wanyonge. Kwa hiyo hata wewe umeonyesha ushehe wako ubora ulivyo. Mwenyezi Mungu akujalie katika hii kazi. Lakini pili, yake mimi kama makamu mwenyekiti wa kamati ya amani ninakupongeza kuwa shehe wa mkoa, kuwa kaimu wa shehe wa mkoa, pia ukapewa na jukumu la kuwa mwenyekiti wa kamati ya amani. Maana yake hapa wewe ni bosi wetu. Tunakupongeza sana. Katika kamati hiyo ya amani unakuwa kiongozi wa viongozi wote wa Kristo na wasio wa Kristo. Wanakusikiliza wewe, busara zako. Kwa hiyo kwa hili mimi kama makamu wako mwenyekiti ninalibeba kuwa funzo kwanza kwa dini yangu, kuonyesha kwamba wewe umetufundisha sisi tuwe barua kwa hao watoto na kuwa vielelezo. Mimi sitakwenda mbali zaidi bila kumuunga mkono Mheshimiwa Diwani Haji Manala kwa kile alichokisema kwamba naye anaacha 500,000. Mimi sikujua kabisa. Yeye afadhali mwenzangu ni mwanasiasa, anaacha kabisa. Lakini mimi sikujua kwamba na mimi itabidi na mimi niache hapa. Kile nilichokuwa nimetunza kwa ajili ya shughuli zangu nitakiacha na mimi hapa. Ninacho kwenye simu. Kwa hiyo yote ni kukunga mkono wewe. Usingeanzisha hili jambo, tusingeunga mkono hili jambo. Kwa hiyo pia nawapongeza walimu wa shule wanaosimamia
hao watoto na wapongezeni sana. Huu ni wito mkuu kuliko kuwafundisha watoto ambao hawana jambo lolote. Mwenyezi Mungu awajalie. Mwisho kabisa, ndugu zangu, sisi katika dini yetu ya Ukristo tuna mabaraza matatu. Tuna TEC, CCT na CPCT. Maamuzi yakitolewa na TEC, maamuzi yakitolewa na CCT, maamuzi yakitolewa na CPCT, ukiwa Mkristo alafu ukaingilia kuinterapo hizo kauli za wale watu wazee, maana yake wewe unaonyesha jinsi ulivyo dhaifu, kwanza kwa uongozi wako, kwa dini yako, lakini pili jinsi ulivyo mtata kwa dini yako. Hupashi kuonyesha ubora katika Ukristo kupambana na CCT au TEC au CPCT. Hayo ni mabaraza yaliyosajiliwa kisheria katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mimi nakupongeza kwa kazi ulioipata ya kuteuliwa na baraza lenu, sio kitu kidogo. Maki ni mchujo, ni mashehe wengi. Nina shehe wangu hapa tunaishi naye, ni jirani yangu. Tuko Kigamboni. Kwa nini yeye hakuteuliwa? Na ni shehe. Nina rafiki yangu huwa tunakutana naye kwenye maofisi, ni shehe. Kwa nini hakuteuliwa? Hajui kusoma dua. Ni shehe. Mimi ni askofu. Mbona mimi mufti na baraza lile hawakuniona? Mimi ningeweza kuwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, hata ningeishia ukaimu tu, basi na mimi ningepata baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ninawapongezeni sana, lakini nawatakieni shughuli njema, na mimi nimeona ni muunge mkono mwenyekiti wetu na diwani wetu kwa hiki kidogo. Sikujua kama tutafanya hivi. Ningejiandaa pakubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Karibuni sana, karibu katika kamati ya amani. Siku nyingine utuarikie viongozi kama hawa. Haji Manara ni mtu ambaye tukimwona akizungumza kwenye mitandao ya kijamii tunavutiwa sana na tunapenda sana, kwa sababu ni mtu tunayemfahamu kama chumvi katika taifa. Ninakuombea ili ingawa hukuni pointi kwamba na sisi Wakristo tunatakiwa kukuombea, lakini nakuombea ukitoka kwenye udiwani uwe mbunge katika Jamhuri ya Muungano, na utakuwa. Niambiwa nimkaribishe nani? Shehe wa wilaya. Karibu bosi wangu, maana tuko kwenye wilaya yako. Asante sana.